wetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na yule mzee mwenye bango lile asogee na yeye. Mleteni. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza ninafurahi sana kwa kukuona, maana si nifika Dodoma, lakini leo najisikia kwamba niko Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kilio chetu cha wafanyakazi wa Kilitimba, Moshi na Rongai. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangu 98 tumesitishwa ajira na serikali, lakini mpaka leo hatujapata stahiki zetu. Tulipewa mishahara yetu, malimbikizo ya ile mishahara na nauli zetu, lakini cha kusangaza mpaka leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujapata kitu. Watu wamekufa wengi, lakini swala hili nadhani liko mezani, lakini tukaona nizungumzie kwamba mkuu wetu amekuja. Nisipolizungumzia nitaona kwamba hakuna hii kero. Langu ni hile tu Mheshimiwa. Asante sana. Kaa pale pembeni na naibu waziri wa kilimo. Hebu lieleze vizuri ili tuone liko dawati lipi kwa ajili ya ufuatiliaji. Kwa sababu tumemweka amsikilize mzee, lile la ushirika tutaongea naye, tutakuruhusu uongee baada ya naibu waziri kumaliza pale. Mzee wetu, kwanza umependeza na skafu kama ya. Asante Waziri Mkuu. Asante Waziri Mkuu. Mimi naitwa Frank Charles Karungusu, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi ndiye staafu 2022 na 2020. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tunahangaika na mambo ya chama tukiwa kama waenezi, tumepata kero sana ya stendi hapa Tarakea. Mheshimiwa, unavyoona hapa, hii ndio stendi hapa, watu waliosimama. Tuna mabasi kama 10 yanatoka Dar es Salaam, yanalala uchochoroni huko. Wananchi wanapokwenda huko wanakamatwa na vibaka, lakini ni toka miaka mingi, yani hapajashughulikiwa hata kujenga stendi hapa. Ninachoomba Waziri Mkuu, umekuja, hili jambo limezungumzwa miaka mingi, lakini tunapata mateso sana sisi wananchi tunayesafiri usiku. Na jambo la pili ni soko la Tarakea. Soko tumeshaambiwa. Kuna kidogo nikwambie, maana mimi niko hapo najua. Mheshimiwa, hili soko linatakiwa lijengwe la ghorofa, kwa sababu zile ndizi zote zinazotoka wilaya nzima kuja hapo panakuwa padogo Mheshimiwa. Kwa hiyo wenzetu wa Kenya wanavyokuja nao kuungana na sisi, hilo soko haliwi kama la kimataifa, maana tuko mpakani. Naomba hilo soko lijengwe kistandard, ili wale watu walio chini tukae juu na chini, ili wale wandizi wawe hapo wafikie. Haya, mkurugenzi uko wapi? Tuambie hili jambo la soko pamoja na la stendi, mko na mpango gani? Na barabara ya kwenda sokoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nichukue nafasi hii kukupongeza. Tunafahamu ukuaji mkubwa wa mji wa Tarakea. Soko lile lilijengwa miaka mingi kidogo, lakini kwa kipindi hicho lilikuwa linatosheleza. Lakini kwa sasa kama wanavyosema tutakaa nao ili kuona, ila kwetu sisi pale tulikuwa tunaona miundombinu ilikuwa inatosheleza kwa kipindi cha sasa hivi, kwa sababu soko lile lina uwezo wa kuchukua zaidi ya wafanyabiashara 900, lakini sasa hivi kwenye rekodi yetu tuna wafanyabiashara 600 lakini kwa kuwa wana mawazo ya mbele tunaungana na wazo lao, lakini swala hili linahitaji bajeti. Nitaomba tutashirikiana ili kuweza kushiriki. Umeshafika hapo? Ulishawahi kufika kwenye hilo soko? Tumeshafika, na sasa hivi kulikuwa kuna Wewe ulishawahi kufika kwenye hilo soko? Nimeshafika mkuu. Tumeshafika na tumepeleka fedha za kuweka mageti, tumeweka umeme, tumekarabati vizimba vyao. Haya, sasa mkurugenzi pamoja na watu wa ardhi, kwanza shughulikieni lile jambo la barabara. Hata kama litahusisha watu kufidiwa na kupisha barabara, pawe na eneo la kutosha.
Pakishakuwa na eneo la kutosha, naibu waziri wa TAMISEMI yuko hapa, ingizeni ili soko pia kwenye mpango wa yale masoko makubwa. Kwa hiyo shughulikieni barabara, miundombinu inayokwenda kwenye barabara na utaratibu wa kwenda kwenye soko la kisasa. Na mimi niwaambieni, Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kwamba kuanzia mwaka wa fedha huu tutaanza kutenga 5% ya mapato yetu kwenye ile 4% iliyokuwa 442. Kutakuwepo na nyongeza ya 5% kwa ajili ya miundombinu, ikiwemo hii ya masoko yenye hadhi inayoendana na maeneo tunakofanyia kazi. Kwa hiyo lifanyieni hilo kama itahitajika, hata kama ni fidia, kwa sababu hii fedha tunataka ielekee kwenye masoko. Tutatumia hata fedha hiyo kwa ajili ya kujiandaa na soko kubwa la kimataifa kama ambavyo limetakiwa. Soko la kimataifa litakiwa lilingane la kijijini kwangu kule. Si ndio hivyo? Ninyi hamjaona hata diwani anaongea Kiingereza hapa. Kwa hiyo hilo tumekubaliana. Sasa tupate mkono mmoja pale na pale mmoja, tusikilize la ushirika, tumlete waziri wa maji. Msikilize huyo. Alafu ndugu yangu huyu mwenye tatizo lake mahususi hapo tutampa na yeye. Tutakusikiliza ndugu yangu mwenye nimeona na changamoto ya kusimama na kutembea. Mpatieni huyo hapo. Asante ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu na tume yako. Sisi tuna shida moja ya barabara ya Holili Tarakea. Tulipimiwa yale maeneo na yale maeneo tukaambiwa tusifanye maendeleo yoyote. Yaani tuseme kwa ujumla la kwangu linafanana kidogo na custom. Tukapimiwa, tukafanywa tathmini, tukafanywa mahesabu, lakini mpaka leo hakuna mwananchi anayejua kwamba ni lini tutalipwa. Maana alituambia tunalipwa ndani ya siku 60. Leo karibu siku 100 na. Je, serikali ina mpango gani na sisi na lini? Yangu ndio haya. Meneja wa TANROADS ulituelezea tukiwa kule, ama Mheshimiwa Naibu Waziri unazo taarifa hizo? Lile meneja wa TANROADS ulituelezea tukiwa pale, tuambie ufafanuzi huo. Maeneo yale ambayo fidia ilishakubalika na yale ambayo bado, lini mnalipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli tayari tumefanya uthamini katika barabara ya Holili Tarakea. Na mwezi uliopita tulikwenda kuwasomea majedwali ya fidia ambazo watalipwa. Tayari taarifa hiyo tumewasilisha ili isainiwe na mthamini mkuu. Baada ya hapo tutapeleka Wizara ya Ujenzi ili waweze kupeleka hazina, tuletewe fedha za kuwalipa wale wote wanaoathirika na mradi wa Holili Tarakea. Haya, asante. Limeshafika hatua ya malipo. Liko hatua za mwisho. Jedwali ilikuwa lije kwenu kwanza, kila mtu ahakiki yumo. Baada ya hapo serikali iendelee na utaratibu wa kulipa. Tumsikilize ndugu yangu huyo hapo ambaye ana shida ya kusimama, then tumsikilize mama, then tumlete waziri wa maji. Nashukuru Mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana kufika hapa. Matatizo niliyoko nayo ni kwamba ndio juu ya miti, utwa mgongo, barua ndio hii. Sasa nimeshindwa, sina pesa, niuza kila kitu. Sasa nimebaki hii kama vile wanoa. Nimeomba hapa, nimechoka. Barua ndio hii, ukisomeni mtakuta mwafaka iko hapa. Ulikuwa unaomba nini? Matibabu au ulikuwa unaomba msaada? Naomba kwenda matibabu, utwa mgongo na nua. Haya, mkurugenzi, tengeneza utaratibu, ipatikane gari impeleke Dar es Salaam ama Dodoma. Tafuta gari ya serikali, tuma na mganga apelekwe kwenye madaktari wetu bingwa wa mgongo. Mimi nilikuwa na mwananchi wangu moja Iramba pale, akiwa anatembelea hivi Magongo kwa ajili ya shida hiyo ya mgongo.
amefanyiwa operation, sasa hivi amerudi anatembea bila magongo. Kwa hiyo mpeleke. Katibu, utapeana namba na mkurugenzi, mwelekeze kwa yule daktari ili lifanyike mara moja. Mkurugenzi, nilishampa ruhusa yule mama. Mama ameenda wapi? Huyo hapa, apewe huyu mama. Sasa niombe kitu kimoja, kwa sababu tunataka tumruhusu waziri wa maji ajibu, na hili ni jambo kubwa, lakini nitaka pia na waziri wa barabara aseme kuhusu hii barabara. Mridhie wale wengine, na waona vijana wapo ambao wanaweza wakawasiliana kwa simu. Mpite upande ule pale, muandike kwa wasaidizi wangu wale wengine. Andika namba ya simu, tutakupigia simu. Sogeni upande huu hapa. Sogeni hapa karibu na bango hapa. Wale ambao walikuwa na jambo, andikeni. Leo nimewafungia wataalamu wangu, ndio maana mnaona nusu ya mawaziri walioko kwenye ziara wengine hawapo hapa. Tumewabakiza pale kwa ajili ya hoja moja. Kwa hiyo sogeni hapo, andikeni. Wewe hakikisha unaandika namba yako ya simu inayopatikana. Andikeni hapo, mtapigiwa na mimi mwenyewe nitafuatilia, nitatoa maelekezo kwa ajili ya majawabu yanayotakiwa. Ndugu yangu, nimekuona, njoo hapa. Alafu tumsikilize mama na yule mtu wa ushirika, then tuwaruhusu waheshimiwa mawaziri wajibu. Baada ya mama msikilizeni wa ushirika, baada ya ushirika msikilizeni huyo. Mheshimiwa Waziri, tunaomba, kuna chama tulicheza mashima cha sakosi. Tulipeleka huko hela kwa ajili ya kusomesha watoto wetu. Sasa hivi nina watoto 4 wako nyumbani, niliwawekezea hela sakosi mashima kwa ajili ya kuwasomesha. Sasa hivi ile sakosi ya mashima imefungwa. Tukienda tukisema tutoe hela, wanasema kuwekeza hela ndio inatakikana, kutoa hela haiwezekani. Tukafika mahali mheshimiwa, ikatokea kipindi fulani tukaingia kwa Magufuli kabla hajafariki. Magufuli akatusaidia, akashika wale watu waliosimamia boarding, akawaweka ndani. Sasa hivi alipowaweka ndani, hatujui kinachoendelea na watoto wetu wako nyumbani. Kama mimi niliuza ng'ombe, mbuzi na kuku, nikawekeza kwa ajili ya wale watoto wangu wasome. Sasa hivi na watoto 4 hawaendi shule. Naomba tusaidie, tujue ile hela yetu iko wapi ya sakosi mashima. Mkurugenzi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalijua hili? Wako wapi wahusika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli wahusika wa kwanza walikamatwa, ni kweli, lakini kuna bodi mpya iliyokuwa imeundwa. Mpaka hivi sasa swala lao liko chini ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro. Mrajisi yuko wapi? Mrajisi yuko wapi? Huyo hapo. Hebu tuambie, hili linaisha lini? Tumeambiwa liko mezani kwako. Linaisha lini? Mama apeleke watoto wake shule. Mnalimaliza lini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Swala hili sasa hivi liko kwenye ofisini kwetu, na hatua iliyofuata tumeteua wafilisi. Ndo wiki kama 2 wametangazwa kwenye Government Gazette ili utaratibu ule wa ufilisi uweze kuendelea na hata hawa wanachama waweze kupata haki yao. Mnaanza kuwapa lini? Barua za wafilisi bado hazijatufikia, wametangazwa tu kwenye Government Gazette. Nani anayetakiwa kuwaletea barua? Mrajisi wa vyama. Mrajisi. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, hebu tuambie hiyo barua inakuja lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuthibitishie mpaka kufika Jumatatu hizo barua zitakuwa zimeshafika. Mheshimiwa Waziri, kabla hatujatoka hapa ziara ya Tanga, hii barua hiyo imeshakuja. Sawa Mheshimiwa. Na wao watu waanze kupewa hiyo, shughuli hiyo ikamilike. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Chukueni namba ya yule mama aliyewakilisha wenzake. Wewe mrajisi, chukua namba hiyo, mkishaanza tu mwataarifu. Haya, tumsikilize yule wa ushirika.
Babu yetu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wananchi wote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa neema hii ya kupata kufika hapa leo na kukuona Waziri Mkuu. Nina tatizo kuhusu wizara ile ofisi yako ambayo inahusika na ujamaa na ushirika. Tumekuwa hapa na ushirika wa chama cha ushirika cha msingi cha Tarakea kuanzia mwaka 1984 mpaka leo hii. Tunauza kahawa pale kwenye chama. Na sisi wanachama ambao ni hai, kwa maana kwamba tulinunua wanachama kwa shilingi 1500 za mwaka ule wa 1984 na tukanunua hisa 10 kwa kila mwanachama, na mpaka leo hii chama kile kimeboreka, kina godauni la zaidi ya shilingi milioni 70, lina ukumbi wa mkutano ambao unaingiza fedha pia kwa biashara. Umelenga kituo kingine kule Kelelwa, na bado tuna milioni nyingi za fedha kwenye kile chama. Lakini cha ajabu ni kwamba mheshimiwa, hatupati evidence kwenye nini, kwenye ile 10,000 yetu tuliyoweka siku ile. Sasa huu umekuwa ni mtindo kwa mkoa wa Kilimanjaro wote, ndivyo unavyofanyaga tokea KNCU mpaka hapa tulipo. Chuo kikuu cha ushirika kiko hapa Moshi, lakini Kilimanjaro ndio hakuna ushirika. Naomba kuwasilisha tu mheshimiwa. Dividend. Gawiwo la kila mwaka. Dividend. Mheshimiwa Waziri, mtendaji mkuu wa ushirika huu yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila chama kina utaratibu ule wa kufanya taarifa yao ya mapato na matumizi na inakaguliwa kila mwaka. Kwa hiyo sasa, kutokana na taarifa yao mapato na matumizi, wamekuwa wakipata faida, na ile faida huwa inatangazwa kwenye mtaala mkuu. Wanachama wanafanya maamuzi kutokana na faida yao. Unalijua hili kwamba watoe gawio? Sijalifahamu kwa sababu Tarakea AMCOS ni chama hai na kila mwaka kinafanya mikutano mikuu. Yule kiongozi wao yuko wapi? Sasa chukua namba ya huyu mzee, mtafute yule mtendaji wao mkuu, ujue kwa nini hawafanyi ya magawio na wanafanya mikutano mikuu.